Taasisi ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani nchini imeandaa kongamano kubwa la viongozi wa dini, wafanyabiashara, vijana na taasisi mbalimbali, lengo likiwa ni kuhamasisha amani wakati huu taifa likielekea katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Tujiunge na mwanahabari wetu kwa taarifa zaidi. Kongamano hili limebebwa na kauli mbiu inayosema mimi naahidi amani. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Oktoba 18 mwaka huu 2025 kuhusu kongamano hilo linalotarajia kufanyika Oktoba 25 hadi 27 mwaka huu katika viwanja vya Posta Kijitonyama jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Taasisi ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani Dr. Judith Mhina Spendi amesema kama mfanyabiashara ni jukumu lake katika kuhimiza amani nchini. Mimi kama mfanyabiashara, mwekezaji mzalendo, Mtanzania, mwanamke, mwalimu, najua tuna amani na amani ni tunu yetu. Kama tunaenda kanisani kila siku ya Jumapili, Ijumaa, Jumamosi kukumbushana wajibu wetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Leo hii tuko hapa kukumbushana neno amani ambayo ni msingi wa taifa letu. Amesema uwepo wa amani ni muhimu katika maendeleo ya taifa lolote lile duniani. Ndugu wanahabari, uwepo wa amani ni muhimu sana kwa sababu zifuatazo. Kama nilivyoongea, amani iliyopo Tanzania ndio imetuwezesha kuwekeza, kukuza uchumi. Tanzania imekuwa kwa miaka 4 iliyopita kutoka namba za chini sana duniani, sasa hivi tuko katika 10 bora kiuchumi kwa sababu ya amani. Kwa sababu amani ni kama upendo, haionekani, inaonekana kwa watu. Utoaji wa mazingira salama kwa elimu ya afya na biashara kutokana na amani. Kuimarisha mshikamano kitaifa na kuzuia mgogoro, hiyo ni kutokana na amani. Nitaelezea zaidi wakati wa kongamano. Amani ni msingi wa haki, utu na ustawi wa watu. Mwanamke na Nguvu ya Kijani, mimi hapa na taasisi yetu ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani na wenzangu wote, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara. Mimi nafanya biashara, natumia bandari, barabara, mfanyabiashara wa meli, mfanyabiashara kutoa mizigo bandarini, barabarani, mambo ya hewa ukaa, mfanyabiashara wa mifugo. Niko katika nyanja mbalimbali, sekta mbalimbali za kibiashara. Biashara zetu sisi zimekuwa, mimi hapa nawakilisha wafanyabiashara ambao wanafanya kazi na bandari, transporters, ninawakilisha SIDAT, taasisi ya SIDAT, TATOA, niko katika wakala wa mizigo bandarini TAFA, na biashara nyingine nyingi najua zimekuwa, na watawahakikishia wakati wa kongamano kwamba biashara zao zimekuwa kutokana na amani tulionayo, na tunategemea biashara zetu zikue maradufu kutokana na amani itakayopatikana miaka 5 ijayo. Kwa sababu hiyo, Dr. Judith Mhina Spendi ambaye pia ni mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya PMM Group amewaambia Watanzania kuwa huu ni wakati wa kusimama pamoja katika kulinda hii tunu ya amani. Wakati tulio nao sasa ni wakati muhimu kwetu kama taifa kusimama pamoja na kuhakikisha kuwa tunalinda tunu yetu kuu ambayo ni amani yetu. Tanzania tunasifika dunia nzima kutokana na amani tulionayo. Jamani, kutunza amani ni muhimu kwa sababu tuna nyenzo ambazo tumepewa na rais wetu mpendwa na serikali ya awamu ya 6 kutokana na R4R. Okay, resilience, reconciliation na upatanisho na reconstruction. Hizo ni nyanja ambazo sisi wote tunazitumia na amani inadumu. Mambo madogo madogo yanarekebishika, tunarekebisha kila siku kutoka kwenye nyumba zetu, kutoka kwenye familia, hata wanandoa inabidi mnarekebisha vitu kila siku. Sio kwamba kitu kidogo kikikosekana basi unavunja ndoa. Tunarekebisha. Nitoe wito kwa viongozi wa dini, vijana, wanawake,
wafanyabiashara wa aina mbalimbali na vyombo vya habari kuwa sauti ya amani, ukweli na umoja wa kitaifa. Kwa upande wake, Rais wa Mitume na Manabii nchini Martin Shaboka akizungumza katika mkutano huo wa waandishi wa habari amesema kila Mtanzania atambue ana jukumu la kulinda amani nchini. Swala la kulinda amani sio la polisi peke yake wala wanajeshi wala usalama wa taifa. Ni jukumu la kila Mtanzania kulinda na kutunza amani ya Tanzania ambayo tumeirithi kutoka kwa wazee wetu wakiongozwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kwa upande wetu sisi viongozi wa dini, kulinda na kutunza amani ya nchi inapaswa kuwa ndio kipaumbele kwa kuihubiri na kuiishi. Sio kuihubiri tu, yani tuwe wahubiri wazuri wa amani na watu tunaoishi amani kwa vitendo. Ni aibu sana kiongozi wa dini kuwa chanzo cha vurugu. Leo hii kiongozi wa dini akiwa ndio chanzo cha migogoro na kuvunja amani, huyu anakuwa amekiuka miiko ya kimaadili ya kazi yake ya kuwa kiongozi wa dini. Hasa nizungumze kwa upande wetu sisi wa Kristo. Maandiko yanasema Bwana atawabariki watu wake nguvu, Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Kwa muktadha wa andiko hili la kitabu cha Zaburi 29:11, amani tulionayo hapa Tanzania ni baraka ambayo Mungu ametutunuku. Hivyo nataka mtu anayetaka kuivunja au kuiharibu kwa namna yoyote ile, huyo anafanya kosa sio tu kwa Watanzania, sio kwa rais wetu Samia, bali anamkosea hata Mungu, kwa sababu amani ni tunu ambayo Mungu anaitoa kama baraka kwenye taifa. Tusijidanganye ndugu zangu wa Tanzania kwamba bunduki za polisi au silaha za wanajeshi ndio zinasababisha amani iwepo. Kuna nchi ambao wana bunduki nzuri na wana silaha nzuri za kivita, lakini bado hawana amani. Naye mratibu wa kongamano hilo ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa taasisi ya mwanamke na nguvu ya kijani Simon Mwapagata amesema tayari maandalizi ya kongamano hilo kubwa yamekamilika. Nataka niwaambie tu ndugu zangu vijana kwamba hii amani ya Tanzania ama nchi yetu ya Tanzania, hii ndio bustani ya Eden. Tunaweza tukawa tunaona tu ni tunachukulia poa kwa sababu una uwezo kupata simu yako, ukaweka bando, ukaposti chochote kwenye mtandao wa kijamii na ukasema chochote. Lakini niwaambie huo uhuru ambao tunauona tuko nao Tanzania, nchi zingine hawanao. Kwa hiyo kwa sababu tunaamini sisi watoto wa maskini ni lazima tutoke asubuhi tuende mtaani kutafuta chakula ndo tuweze kulisha familia zetu. Tuendelee kulinda hali hiyo, akati tunaendelea kujipambania na kupambania ndoto zetu, kwa maana kwamba itakapokuwa imetokea vurugu kama jinsi unavyoona hapa, tumeongozana na wamama wengi, hawa ni wajane, 90% ni wajane. Lakini tuna makundi mengine ya walemavu, tuna makundi mengine ambao tunasema ni makundi maalum ambao wanategemea riziki yao kuipata kwa kuweza kutoka kila siku waweze kupata riziki. Sasa tutakapoleta machafuko ama tutakapokuwa tumeshindwa kudhibiti vurugu ya aina yoyote na kupelekea uvunjifu wa amani, lazima tuangalie hao watu wetu. Lakini pia niweze kuambia wanasiasa, sisi kama wananchi wa Tanzania tumezaliwa tumekuta amani ipo. Sisi wengine ambao umri wetu hatukuepo hiyo miaka 60, tumekuta amani ipo. Sisi tunakubali maisha yetu ya kutoka kila siku kwenda kupambania familia ama tonge tuweze kuishi. Tunaomba msituchanganye kwenye movement zenu kama wananchi za kutafuta future yenu nyinyi iweze kukaa vizuri. Na msitumie mlango wa siasa katika kutaka kutuletea sisi machafuko. Mtuache tuishi kwa amani, mtuache tufanye shughuli zetu, tuweze kulinda wazee wetu ambao wanatutegemea sisi ambao tuko kwenye maeneo mbalimbali kutafutia riziki. Nimetoa mfano. Kwa mfano, watu wengi Dar es Salaam tunategemea Kariakoo. Tuchukulie tu mfano Kariakoo. Lakini leo hii mwanzishe vurugu alafu pale Jangwani kuwe kuna beria. Ianzishwe vurugu pale Lugalo kuwe kuna beria. Ianzishwe vurugu pale Kivukoni kuwe kuna beria. Upande wa watu wanaotoka Mbagara tuseme airport kuwe kuna beria, watu waje mjini. Nataka sisi tukaishi vipi? Na kati sisi tunapotoka ndo tunapopata hela ya kula. Nataka tukaishi wapi? Kwa hiyo sisi tunapoamua kufanya kongamano hili la amani, tunafanya si kwa mtazamo wa kisiasa.
Tunafanya hili kongamano kwa maana ya kuweza kuongea kwa niaba ya wananchi wenzetu, maskini wenzetu, ambao tunaamini na tunafurahia kuwepo Tanzania kwa ajili ya amani. Mwanamke na nguvu ya kijani, tunaahidi amani 2025. GMTV, Dar es Salaam.